Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Hamjambo watu wa Mungu. Habari za ibada. Tumepata nafasi ya leo katika sabato hii ambayo ni ya pili kwa mwaka huu, lakini ikiwa ya kwanza katika mfululizo wa siku 10 za sala. Siku hizi 10 ambazo ni miaka kadhaa sasa tangu zifanyike hivi katika mianzo ya kila mwaka. Na hoja ya kuitwa siku hizi 10 ni katika muktadha wa uamsho na matengenezo kwa ajili ya utume. Uamsho kwa maana ni ufufuo, rejesha katika uhai kama ilivyokuwa kabla ya kifo. Ni kusudi la Mungu kupitia kanisa ya kwamba tunahuishwa tuwe na uhai. Kuhusu kusudi la kanisa ulimwenguni. Mwaka tu uliopita tulikuwa wewe usalipo, ambako tulipitishwa kwenye ile sala ya Bwana na tukaona kazi ya sala katika utume huu. Mwaka huu tuna neno linalosema kufunguliwa, ambalo ndilo linalobeba ujumbe wa siku 10 za sala, ambako inamaanisha kufunguliwa. Tumefungwa sisi na tunapaswa kuwa katika mwendo, tutende tulichokusudiwa kutenda. Kufunguliwa ni tafsiri ya Kiswahili ya neno lililotumika na mtunzi wa neno hili kwa muda wa siku 10 katika lugha ya Kiingereza, unleashed, ambayo ina maana fungulia. Hasa ni mnyama, kwa hakika labda mbwa ameshindwa kufanya anachopaswa kufanya kwa sababu amefungiwa kamba mahali, na hivyo kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho, tunawezaje kutoka hapo tulipofungiwa na kuingia kutumika kile alichotuitia kufanya? Kufunguliwa haizungumzii kama inavyosikika katika ulimwengu huu wa Kikristo kwamba nyota imefungwa, uchumi umefungwa, afya imefungwa, mahusiano yamefungwa, kwa hiyo tunakwenda kufunguliwa. Somo hili halihusu mojawapo ya hayo. Na hili kufahamu hakika ni nini, ndio maana somo la kwanza lilikuwa mjue Yesu kama Mwokozi wetu aliye hai, na ikiwa inajengwa kwenye Marko kitabu kile cha Matendo ile sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3, siku 40
baada ya kufuka kwake akiwatokea wanafunzi wake kila siku, akikusudia mambo makubwa mawili. Moja, yu hai. Kwa nini? Kwa sababu ilichafuliwa sana na wale askari wa Kirumi waliopewa rushwa na mamlaka ya Sanhedrin, uongozi wa kidini wa Israeli, ama mamlaka ya juu ya Israeli, ya kwamba hakufufuka ila wameibiwa na wanafunzi wake. Hayo yalitambaa yakaathiri mpaka mitume, hata walipokuwa wanaletewa habari na waliokutana na Yesu pale katika bustani ile alipofuka, hawakusadiki bado. Kwa hiyo alikuwa anatokea, anatoweka, na kitokea anakosoa na anaeleza ni mimi. Tomaso, leta mkono, fanya hiki na kile, wanafunzi wake wasioamini. Hii ilikuwa ni mojawapo ya agenda. Kwa nini ndani ya siku 40 baada ya kufuka alibaki wathibitishie ni mimi huyu niliyekwea msalabani, nikafa, nikawekwa kaburini, ndiye niliyefufuka. Agenda ya Yesu yu hai. Walipaswa wawe na hakika nayo kabla hajaenda. Kwa nini? Kwa sababu kama yu hai, hatuna cha kuogopa tena tunapobeba utume huu. Kitachoweza kutuharibia ni kuleta uhai huu utoweke, kwa maana ya kifo. Na kama kifo kitakuja kwa sababu yoyote ile, bado yu hai, na atakapokuja tutaishi pamoja naye. La pili ambalo walikazia ni habari ya ufalme wa Mungu. Ilikuwa ndio hotuba yake ya kwanza baada ya kutoka kule nyikani, kwa mujibu wa Mathayo 4:17, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na hata ile Mathayo sura ya 5 ambayo tunaifahamu sura ya heri, heri wenye moyo safi, heri wapatanishi, heri ni. Kuanzia sura ya 5 mpaka sura ya 8 anazungumzia sifa za raia wa ufalme wa Mungu. Na ndio hotuba yake iliyokuwa ikitolewa na kila mahala. Na sio yeye aliyeanza, ndio utume pia wa Yohana Mbatizaji katika hotuba yake. Kwa mujibu wa Mathayo 3 ile aya ya 2, Yohana alianza kuhubiri na hotuba yake ni hii: tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo wakati anatokea kwa siku hizo zote 40, agenda ya pili ni hii: ufalme wa Mungu. Na ni kwa sababu ya kutomwelewa wakamuuliza ile aya ya 6, je, huu ndio muda utakaowapa wana wa Israeli utakaorejesha ufalme? Akawaambia, si wajibu wenu, sio kazi yenu kujua majira na nyakati kuhusu ufalme wa Mungu aliyoyaweka ndani ya mamlaka ya Baba, lakini mtapokea nguvu. Hiyo ndio aya ya 8. Kwa hiyo alichoeleza, msihangaikie muda, wakati, saa, siku, mwezi, mwaka kuhusu kuja kwa ufalme. Hivyo sio kazi yenu, iko kwenye mamlaka ya Baba. Na ndiyo maana ya ile Mathayo 24 aliyotaja aya 36, walakini habari ya siku ile wala saa malaika hawajui wala mwana. Na nilieleza jambo hilo kwa sababu ya wengi kutokujua. Wanasema Yesu sio Mungu maana hajui siku yake ya kuja. Lakini Greek grammar haisemi jambo hilo vile, kwa sababu hajatumia neno ginosko. Katika lugha ya Kigiriki ametumia neno eidon, na linapokuwa ile neno likaungana na neno ile ambao ni negation, hapana, vinapoungana pamoja inapaswa itafsiriwe hawezi kusema, cannot tell. Kila anachozungumza Yesu pale sio kwamba hakuna asiyejua kama malaika ama yeye, ila anachosema swala la nani aseme hiyo siku ama saa ni la Baba, ndiye atakayewajulisha. Na ndio maana aliwaambia hapa iko kwenye mamlaka ya Baba. Kwa hivyo anawaeleza ufalme wa Mungu sio wa dunia hii. Na ndivyo alivyomjibu Pilato wakati anamwambia ujibu, ujui na mamlaka ya kufungua na kufunga. Yesu akasema ufalme wangu sio wa dunia hii wala sio wa hapa. Ndivyo alivyomjibu kwenye ile Injili ya Yohana sura 19. Ufalme wangu sio wa hapa. Ungelikuwa ni wa hapa, watumishi wangu wangenipigania nisitiwe mikononi mwa Wayahudi.
Kwa hiyo Waisraeli wao wanaposema warejesha ufalme, wanafahamu ni ufalme wa kisiasa. Kwa hiyo walikuwa ni watu wa wanaharakati. Yesu anawaambia ufalme wangu sio wa kisiasa. Hauhusiani na Kaisaria, hauhusiani na utawala wa dunia hii. Ufalme huu ni ufalme tofauti, sio wa hapa. Kwa hiyo akawabadilisha bado, ili mgharimu pia baada ya kufuka kwake siku 40, akiwaelekeza watoe akili zao, waweke kwenye upambele juu ya ufalme wa Mungu, sio hapa duniani. Ndio maana tukajua ya kwamba ukiwekeza kwenye ufalme wa dunia hii, unataka haki ifanyike kila anayekufanyia haki wewe, ili ujue Yesu anakupenda. Unataka siasa za dunia zibadilike, ziende upande mzuri. Ni kama umesahau alichosema kwenye Mathayo 24 kwamba kutakuwa na vita na tetesi ya vita, kutakuwa na hiki. Atachoeleza hali ya watawala wa dunia na siasa za dunia zitaendelea kuwa mbaya, katili, ovu, zisizotenda haki. Kwa hiyo ikiwa hilo litakuwa mojawapo linalokusumbua sana na unataka Yesu aingilie kati, utaingia kwenye shida ya uharakati ukiuchanganya na ufalme wa Mungu. Na Yesu anasema sio wa ulimwengu huu. Kwa hiyo alitumia muda wa siku 40 kuhamisha political kingdom, awapeleke kwenye hiyo spiritual kingdom, na ambao utawala wake ule wa utukufu unaokuja. Lakini wakati huo anaeleza kwa sasa ni ufalme wa neema. Ufalme wa neema hauangaliwi kule, uko ndani ya mioyo yenu. Ndivyo alivyowaambia Wafarisayo walipomuuliza ufalme wa Mungu utakuja lini, akasema hauchunguziki na kusema ule pale ama uko kule. Tazama, ufalme wa Mungu uko ndani ya mioyo yenu. Anazungumzia neema ya Mungu inayobadilisha maisha yao kwa kumkiri na kumpokea yeye. Huo ndio mchakato wenyewe, sio kurekebisha Kaisaria na utawala, kurekebisha Pilato na mahakama za dunia, sio kufanya hiki na kile. Ila anachoeleza ni kwamba anataka afanye kitu ndani ya maisha ya mwanadamu. Ufalme wa Mungu, muda wa siku 40, anahamisha makazi ya washiriki, akili zao katika kanisa la Kizota, kuhama kutoka Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tamaduni za dunia hii tunayoishi, pamoja na makazi ya Dodoma. Tuelekeze akili yetu juu, yuaja na mawingu. Kama tukibakiza na akili zetu za hapa dunia, tutahama kutoka wamishonari, tutakuwa wanaharakati. Jambo la tatu ambalo alisitiza ndani ya siku 40, alizidi kuwakumbusha anakuja Roho Mtakatifu. Na hiyo alilitaja sana. Akawaambia kwenye Yohana ile sura ya 16 ile aya ya 7, ni kwa faida yenu niondoke. Nisipoenda hata kuja yule Roho Mtakatifu, lakini nikienda nitampeleka kwenu. Atakapokuja yeye atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, kwa habari ya haki, kwa habari ya hukumu. Lakini atatoa yaliyo yangu na kuwajulisha. Yeye atawaweka katika ile kweli yote. Roho Mtakatifu nikienda atakuja. Ndicho alichokuwa anamalizia hata ile siku ya 40 kwenye ile Luka ile sura ya 1 mstari wa 4 na wa 5, anasema na waleteni ahadi ya Baba yangu. Mmesikia nimewaeleza mara kadhaa, narudia tena, walibatizwa kwa ubatizo wa Yohana, lakini huyo anayekuja atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Wenyewe wanasikia hivyo, bado akili kwenye ufalme huu. Ndio akawaambia akija huyo mtapokea nguvu, na halafu nguvu ya nini? Mtaingia kwenye mwendo. Kituo namba 1 Yerusalemu, namba 2 ni Uyahudi, namba 3 ni Samaria, namba 4 mwisho wa nchi. Roho Mtakatifu anakuja kwa mambo makubwa mawili kwangu na kwako. Anakuja ili anipatie tunda la Roho kwa maana ya tabia ya Yesu, lakini anakuja anipatie karama za Roho ili niweze kuwa kwenye mwendo katika mradi huu wa utume. Wakati huo Roho Mtakatifu anasitizwa vile anakuja. Kwa hiyo haya mambo matatu aliyafanya muda wa siku 40. Na tukaona siku 40 za mwanzo wa huduma yake alikuwa nyikani peke yake na kijaribiwa. Na sasa siku 40 za mwisho kabla hajaondoka, ana wanafunzi wake, anawatokea, anatoweka, anatokea, anatoweka. Anarudisha maandiko kwenye akili zao. Na baada ya hayo kuwa yamefanikiwa, ndiposa akawaongoza kwenda mlima wa Mizeituni.
na pale akamalizia, alafu akajitenga nao kidogo, akainua mikono yake juu, akawabariki. Na hiyo ndio ilikuwa picha ya mwisho iliyobaki kwenye bongo zao. Hatua kwa hatua anakwenda akiwa ameinua mikono akiwabariki. Na hiyo tulisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 24 aya 50 hadi 51. Na akapokelewa na wingu, akatoweka akionekana kwa macho, na walipaswa wamuone hivyo, ili wasibaki wanajiuliza hivi alienda ama kwenda. Walipaswa wamuone hivyo, ili wanapowaambia watu tulimuona na paa na kwenda, sio swala kusema alienda wapi, wana ushahidi. Na hivyo ndivyo Luka anatueleza kwenye aya ya 52, Luka 24, walipokuwa wamekwisha julishwa na wale malaika wawili katika kitabu kile cha Matendo sura ya kwanza, ni ile aya ya 11, kwamba kwa nini mnashangaa mkiona akienda zake? Huyu aliyeenda zake atarudi jinsi hiyo hiyo. Kwa hiyo walihamisha usikivu wao wasiangalie Yesu anayeondoka, badala yake hao malaika wawili wanawarudisha kwenye amri waliojulisha, nendeni Yerusalemu, maana pale ndipo mahali pa kuanzia. Na huyo malaika walipomaliza kusema hayo, Luka anasema aya 52 ya Luka Injili aya sura ya 24, wakaenda Yerusalemu kwa furaha kubwa. Sasa wanahakika yu hai. Moja, kwa kuwa ameenda, Yesu aliwaambia nikienda mnapokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wana furaha kubwa, Roho Mtakatifu anakuja, na hawana kizuizi kingine kwa sababu aliwabariki. Tulio hilo neno elogeo, ambalo linamaanisha zungumuza vema, vizuri, takia heri hawa uwezo na nguvu na afya na ushindi. Wa ile mikono ilibaki kwao ikijulikana hakuna mamlaka ambayo itaweza kuwapokonya mikononi mwao, na ndivyo walivyobaki na muonekano wa Yesu akienda. Hii ni habari njema na ilikuwa yenye furaha. Roho Mtakatifu anakuja, na hivyo wanarudi Yerusalemu, wanatii moja kwa moja Yerusalemu. Na usisahau Yerusalemu ndio mji uliotoa hukumu ya kifo ya Bwana wao, mji ambao wenye uhasama juu ya Yesu, Yerusalemu. Lakini pia Uyahudi ni Uyahudi, maeneo ambako walikataa huduma yake. Uyahudi yote kwa maana ya raia walikataa huduma ya Yesu, rejected the ministry of Jesus. Lakini Samaria, hiyo ilikuwa ni nchi kwa Wayahudi, ni nchi iliyotupwa ya hovyo, takataka, yenye watu hybrid, wako Waisraeli na wako wa mataifa ya Palestina, kwa sababu ya zile kabila 10 waliangukia kwa Waashuru, na kwa sababu hiyo wakawa mchanganyiko. Hiyo ni hao kama wanasema hao ni chotara. Kwa Wayahudi na Wasamaria hawana kabisa uhusiano, maana ni chotara wale. Lakini anataka wafike mpaka Wasamaria, alafu wafike mwisho wa nchi. Mwisho wa nchi anamaanisha Gentiles, wale ambao hawamjui Mungu wa Israeli, ambao kwa Wayahudi waliwaona hawa wa mataifa ni kama mafuta tu yanayokoreza moto wa jehanamu. Na Yesu anasema hao wanahitaji wakutane na mradi wa upendo wa habari njema. Kwa hivyo hawaogopi sasa. Kabla ya mambo ya siku hizi 40 walikuwa wanajifungia, wamejifungia, wanaogopa Israeli na viongozi wa kidini. Safari hii hawaogopi chochote, wanaenda wakiwa na furaha hapo hapo Yerusalemu. Kwa hiyo ndio maana somo la pili lisema weka vipaumbele katika ufalme wa Mungu. Wana kipaumbele sasa hivi, sio wale tena, maana Yesu aliwatangazia yu hai, na Roho Mtakatifu anakuja, mtakaponiona ninakwenda, na ninakwenda ili nije. Ndio tulichokiona kwenye kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 18 na aya ile ya 28, ninatoka kwa kitambo halafu naja kwenu, kupitia Roho Mtakatifu nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo alikuwa anakwenda ili aje aishi na yeye kupitia Roho Mtakatifu, na kila atakayeamini yuko naye mpaka ukamilifu wa dahari.
Kwa hivyo walikuwa wana furaha kwamba Yesu anakuwa nao muda wote, dakika yoyote, wakiwa hospitalini, wakiwa jabani, wakiwa nyumbani, wakiwa shambani, wakiwa popote, usiku na mchana, wako pamoja na yeye. Kwa hiyo hawana hofu nyingine yoyote tena. Kwa hiyo walikuwa na furaha kubwa sana wakati wanarejea Yerusalemu. Hakuna upinzani, hakuna mamlaka, hakuna kizuizi, hakuna chochote kinachowatisha. Na ndivyo walivyoishi. Saa hii wana maamuzi ya no return. Hawarudi tena nyuma. Sio tena waliokuwa wanaogopa kama Petro, simjui huyu. Safari hii ni Petro mwingine kabisa. Na sasa na wengine hao wote ambao Biblia inawataja. Na somo la tatu tuliokuwa nalo ambalo lilikuwa linatupeleka sasa, naamini hoja niachie hapo. Bahati nzuri iko kwenye mtandao, kwa hiyo utakutana nayo. Dakika hizi niingie ili somo la leo ambalo ni somo la 4. Ambayo inazungumza kwa unyenyekevu, kukutana pamoja katika nia ya Kristo. Humbly eating together in the mind of Christ. Katika nia ya Kristo, kutana pamoja. Na mimi nikalipa somo linalosema kanisa katikati ya kupaa na Pentekoste. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tuko tena mbele zako, ukatubariki kwa neno lako na kwa uwepo wako kwa njia ya Roho Mtakatifu, ili tukujue na tukuitikie katika jina la Yesu, amina. Sasa wanatoka mlima wa Mizeituni, wanaenda Yerusalemu. Naomba uangalie sasa Biblia yako, kwa sababu ni aya 3 tunazo kwenda kuziona. Aya 12, aya 13, aya 14. Nadhani pastor tutakuwa na microphone hapo. Katika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume sura ya 1, soma aya 12. Sasa tuone kutoka hapo mlima wa Mizeituni wanakwenda Yerusalemu. Pale kuna mambo ya kuangalia makubwa matatu, na naomba usikilize vizuri yanayofanyika pale. Hebu soma hiyo aya 12. Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu, karejea Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa Mizeituni, ulio karibu na Yerusalemu, wapata mwendo wa Sabato. Mwendo wa Sabato. Kwa hiyo imetajwa wanarejea Yerusalemu, na kutoka mlima wa Mizeituni kwenda Yerusalemu ni mwendo wa Sabato. Hiyo lugha ukizungumzia mwendo wa Sabato ni mwendo gani, nitakuelezea ni nini. Kuelekea Yerusalemu. Mlima wa Mizeituni unaitwa Mizeituni kwa sababu ya mizeituni. Miti inaitwa mizeituni, na kuna matunda inayotoa mafuta ya mizeituni ambao na sifa ya ajabu sana yale mafuta. Kwa hiyo kwa sababu ya ile miti kwa wingi pale unaitwa mlima wa Mizeituni. Mwendo wa Sabato ni dhiraa 2000. Dhiraa 2000 ni sawa na mita 914. Yaani zinabaki kama 2 point kadhaa kufika kilomita 1. Na kutoka hapo kwa mlima wa Mizeituni kwenda Yerusalemu ni sio zaidi ya kilomita 1. Na unajua ni mita 914. Bahati nzuri mwaka jana nilipata nafasi ya kufika hapo. Na ni kweli tuliko karibu tu hapo. Na kwa nini wanamuita yeye ni mwendo huo? Kwa sababu unaposoma Luka sasa anaandika uelewa wa kanuni ambayo ilikuwa ndani ya maandiko matakatifu kuhusiana na utunzaji wa Sabato. Na kwamba mtu asisafiri umbali gani, akienda zaidi ya pale inaonekana amevunja Sabato. Labda iwe ni kwa sababu kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo anatoka hapa kwenda pale, na vinginevyo kama ni yote asitoke katika umbali huo unaitwa mwendo wa Sabato. Lakini imejengwa wapi hasa hizo dhiraa 2000? Hizo dhiraa 2000 hasa utaziona pia kwenye kitabu kile cha Hesabu sura ile ya 35, ambayo aya ya 4 na ya 5 inayozungumzia toka mji hadi mji, ukuta mji hadi mji, dhiraa 2000. Na anataja ile miji ya Walawi, na ilikuwa na makusudi yake kwa nini ilikuwa vile katika ile miji ile waliopewa. Halafu utaiona pia
kipimo hivyo hivyo kwenye kitabu kile cha Yoshua sura ya 3 aya ya 4, ambako inataja umbali kati ya makuhani waliobeba sanduku la agano halafu na Israeli ilikuwa ni dhiraa 2000, mita 914 hivi, ambao sio zaidi ya kilomita 1. Kwa nini? Wanasema msilikaribie lile sanduku kwa sababu ninyi hamjui njia. Bwana ndiye anayejua njia. Kwa hiyo wakati wanafunga ndani ya miaka zile 40 ya kutembea jangwani Israeli kuja na Waisraeli kuja nchi ya ahadi, sanduku ndio kori na weka wafu makuhani wanalibeba, na wanalibeba wanaenda umbali wa kati ya Israeli, kwa sababu Yuda ndio ilikuwa inaongoza jeshi, kabila ya Yuda, afa yanakuja wengine, lakini kati ya kabila ya Yuda mpaka wabebaji wale makuhani waliobeba ile sanduku, walao waliobeba ile sanduku, ilikuwa sio zaidi ya kilomita 1. Wasilikaribie. Kwa nini? Kwa sababu wao hawajui ramani, hawawezi kuongoza. Bwana ndiye anaongoza. Kwa hiyo na wingu likiwepo na sanduku likiwa mbele yao, na wasilikaribie kwa kipimo kile. Kwa hiyo ndicho unaona wamejenga uelewa ule, na wakaona umwendo ndani ya kilomita 1 ikiwa ni swala muhimu la mahitaji ya Mwisraeli, haujavunja sabato, inaitwa mwendo wa sabato. Kwa hiyo kutoka mlima wa Mizeituni kwenda Yerusalemu ulikuwa ni umbali huo usiozidi kilomita 1. Wale wanaonielewa nyosha mkono kama tuko pamoja. Asante. Huyo ndio inayotajwa pale. Wameondoka wanaenda kwa furaha, na sio mbali, ni kutoka tu hapa unafika ni ndani ya kilomita 1. Haivuki pale kutoka mlima wa Mizeituni. Lakini pia ule mlima wa Mizeituni uko mashariki mwa Yerusalemu. Angalia kitu kingine hiki, mashariki mwa Yerusalemu. Na kwa nini mashariki mwa Yerusalemu? Sisi leo tunatumia dira. Ukichora ramani, ukimpa mtu jiografia, kwa bahati mbaya wale ambao pengine jiografia tumesahau ama hatukuisoma vizuri, au hatukupata fursa hiyo ya kuisoma, sisi leo tunatumia ile compass direction, ile dira tunaweka north, kaskazini, ndipo unaanza kusoma. Kwa hiyo ukitaka kumwelekeza mtu kama anafahamu, ukimwambia upande wa kusini, upande wa hiki, upande wa mashariki, maana sisi tunatumia hiyo kaskazini, ndio dira inakoanza kusomea. Lakini katika ulimwengu huu wa mashariki, hizi nchi za wakati wa Biblia hawakuwa wanatumia north kama direction, wanakuwa wanatumia mashariki. Kwa hiyo ndio maana wanapoelezea ni upande wa mashariki. Kwa hiyo east ndio ilikuwa kwenye compass direction, inalenga pale mashariki, ndipo unaanza kuelezea upande huu, upande huu, upande huu. Na mlima wa Mzeituni ulikuwa mashariki mwa Yerusalemu. Ndio maana kwa nini Yesu alichagua apae kutokea mashariki mwa Israeli, mwa Yerusalemu. Ni vizuri ujue ni kwa nini. Na ni mlima wa Mzeituni. Nabii Zekaria yeye anaona Kristo atakaporejea atatua kwenye ule mlima na utapasuka vipande viwili na kuwa tambarare, kwenye ile Zekaria sura ile ya 14 ile aya ya 4. Na vivyo ni upande huo wa mashariki. Na kwa nini anaeleza vile? Biblia inaeleza hivyo hivyo. Lakini pia ni vizuri ujue ya kwamba upande wa mashariki ni kukabili Yerusalemu, facing Jerusalem. Kwa hiyo ndio unaona kwenye ile kitabu kile cha Marko 13 na ile aya ya 3, unaona upande wa mashariki Yerusalemu. Kwa nini? Ndio Yesu anaeleza kwamba kama ilivyo mashariki, nuru itang'aa toka mashariki mpaka magharibi. Atakapokuja yeye anaunganisha kurejea kwake kutokea mashariki. Alipaa mashariki ya Yerusalemu na atatokea mashariki. Ndio unaiona hiyo picha ikiwa hapo. Kwa hiyo ndio maana alichagua kupaa, kwa sababu ni swala la kibiblia, ni kutokea mashariki wa Yerusalemu. Kama ambavyo kuuawa, aliuawa katika lango ya Yerusalemu pale Golgotha, ile ni entrance ya Yerusalemu, lakini anapopaa mashariki ya Yerusalemu kukabili Yerusalemu. Hicho ndicho wanatoka pale kwa furaha, ndani ya mwendo wa sabato wanafika. Na hiyo ndio aya. Sasa wamefika pale. Kumbuka tunaangalia kwa unyenyekevu kutanika pamoja katika nia ya Kristo, au kwa mujibu wa somo ambalo nimeliweka kwa heading tofauti, kanisa katikati ya kupaa na Pentekoste. Sasa sikiliza vizuri hapa katika ile aya ya 13 pasta Matendo sura ile ya kwanza. Sasa wameenda pale na wana furaha kuu. Soma ile aya ya 13.
Hata walipoingia wakapanda orofani. Walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartholomayo na Mathayo, Yakobo wa Alfayo, na Simoni Zelote, na Yuda wa Yakobo. Wanatajwa wanafunzi wa Yesu 10 na ngapi? Wanaeleza kile ghorofa waliokwenda kuitumia ni ambayo Yesu ametumia sana na wanafunzi hawa. Safari atajwa Yuda Iskariote, maana ameshakufa. Angelikuwa hajasaliti na akaona nafasi ya toba, basi huenda angekuwa kwenye orodha hii. Kwa hiyo ni kwenye chumba hicho orofani. Sasa unajua watu wanasema orofani ni sawa na watu wakisikia Yesu alikuwa anaenda mlimani. Kwa hiyo na wenyewe wanaamini ukienda mlimani ndipo Yesu anasikia sana katika sala. Wengine nao wanaamini sana usiku wa manane Yesu alikuwa anaomba saa 9 alfajiri na mapema, ama usiku wa manane kuna wakati alikesha. Kuna matukio mawili ambayo Biblia inayataja. Moja wapo ni wakati alitaka kuchagua wale katika 12 kutoka katika wale wanafunzi wake. Alitumia usiku wote, hakulala hata tone moja, akizungumza na Baba. Hilo ni tukio ambalo linataja, sio kwamba siku zote hakulala usiku, ila hilo ni tukio ambalo alitumia usiku wote ili aweze kuchagua watakaoaminiwa katika mradi huu wa utume wa upendo wa Mungu. Na wengine wamechagua wanafanya usiku wa manane, na ukiuliza kwa nini usiku wa manane, wanasema huo ndio Mungu huwa anasikilizaga sana sala. Hatuna aya yoyote katika Biblia inayozungumza kitu hicho. Hatuna. Na siku zote wanawaambia wale wanaokoma kutumia message, amka kamanda wa Yesu tuombe, acha utapiamlo huu. Hivi unadhani ukiomba wewe peke yako Mungu atasikia ule mzigo ulionao mpaka utuamshe sisi sote ambao tukukubaliana na wewe? Unawahakika wakati wewe unaamka kuomba saa hiyo wengine nao walikuwa wamelala? Wengine hata wakati huo hatujalala. Halafu ndio wanaturushia message, amka kamanda tuombe. Ni maonyesho tu ili tujue na wewe unaomba. Basi tunakuelewa. Dini ya Ufarisayo ni kubwa siku hizi. Ni kubwa ajabu sana. Ila kama ni wana kikundi chako mlishaka kubaliana muda ule mnaamshana, uko sahihi. Maana mmekubaliana na hao watu. Lakini kama hujakubaliana, unaamshaje watu wa saa hiyo? Amka kamanda, shetani halali. Unataka kukompiti na shetani? Shetani ana mwili. Wali maharagi. Shetani hivi nawe unafikiri anachoka? Unafikiri ana mwili ule unao? Unakompiti na shetani masaa ya kusinzia. Endelea. Parapanda Italia. Kwa hiyo ndicho anachokieleza pale. Wengine wanafikiria kwamba hayo masaa ndio ya kusikika. Lakini Yesu anasema ingia chumba chako cha siri na Mungu wako aonaye sirini atakujaza. Hajasema ingia mlimani vichakani, wala hajasema unaenda orofani, kwa sababu tumesema orofani ndipo walikuwa wanakutana na Yesu. Kwa nini orofani? Kwa sababu ujenzi wa nyumba za Kiyahudi, vyumba vya chini vilikuwa ni vidogo, vilikuwa vina nguzo nyingi na kuta nyingi, ili kuruhusu cha juu kubebwa na zile nguzo. Kwa hiyo chumba cha juu ndiko kina space, ndiko kina eneo kubwa la watu kuwepo kwa idadi hiyo, Yesu na wanafunzi wake. Na safari hii idadi ya hawa ambao ni 120. Kwa hiyo kwa nini orofani? Sio kwamba anga hewa ni nzuri la kiroho, ila ni space inaweza kuaccommodate hawa watu. Ndugu zangu sikiliza, unajua Mungu anataka tuweze kujua. Kwa hiyo ikiwa nafasi ile ilitosha, ndio maana aliitumia pale, inawatosha. Vyumba vya chini katika nchi ya Israeli wakati wa Yesu vilikuwa ni vidogo, na inabidi waende chumba cha juu ambacho ndio kina nafasi. Mwisho watu watatujengea gorofa, eti ndiko mahali ambako pia Yesu alikuwa anakutana orofani. Jenga gorofa kama tu nyumba ya kuishi, lakini sio mahali special pa sala ambako Yesu atasikia. Utaanza kusema nitapata wapi hela sasa mimi? Kwa hiyo wanatajwa wale. Lakini pia wanatajwa idadi yao ni ngapi? Soma aya ya 15. Inakuja kutaja idadi. Soma aya ya 14 alafu 15. Unganisha uone wanaotajwa pale. Baada ya listi ya mitume, aya ya 14 inatuongezea listi ya wengine.
Hebu soma aya ya 14. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Pamoja na wanawake, walikuwemo wanawake na Mariamu mama yake Yesu. Na anatajwa Mariamu mama yake nani? Yesu. Mama yake Yesu. Na nani wengine wanatajwa? Na ndugu zake. Sasa sikiliza, ni aya hii ndio ya mwisho kutaja Mariamu mama yake Yesu kwa mara ya mwisho katika maandiko, ni hiyo aya. Basi hakutajwa tena kwingine, lakini anatajwa alikuwa miongoni mwa hawa 120 kutoka milima ya Mzeituni. Wakati Yesu anapaa, alikuwa miongoni mwa walioshuhudia. Na ndio maana watu wanaokomaa na Mariamu tuombee, tuendeni kwenye orofa tumwone Mariamu naye akikomaa kwa ajili ya kuokolewa. Yaani unajua hii ni hatari duniani. Mariamu yuko hapa naye anaomba, wala uone wanafunzi na wanasema Mariamu, sasa wewe utusaidie. Naye yuko kwenye lile hitaji, subiri kidogo uone. Halafu anatajwa na ndugu zake Yesu. Hapa ndipo wanatajwa tofauti na hapo kabla. Hapo kabla walikuwa hawamwamini Yesu. Kwa mujibu wa Yohana 7:5, ndugu zake Yesu hawakumwamini. Ndio aya inavyoeleza vile. Lakini pia inataja kwenye ile Marko sura ile ya 3 aya 21, walimuona kama mwenda wazimu. Yaani ndugu zake Yesu hawa, watoto wa Yusufu hawa, ambako ndio wamekuwa nao wakiwa wakubwa wao, hawakumwamini. Hii aya inataja kumbe Kalvari ilileta badiliko kwa watoto wa Yusufu. Hapo sikiliza vizuri, na hapa wanatajwa walikuwa miongoni mwao. Na Biblia inawataja 4 kwa majina, na katika hao 4 wawili waliongozwa na Roho Mtakatifu kuandika Biblia. Mmoja ni Yakobo, hicho kitabu cha Yakobo unachoandika sio Yakobo wa Zebedayo, wala ni mtoto wa Yusufu, ndugu yake Yesu. Mwingine ni hicho kitabu cha Yuda, kasoro kimoyo unaingia Ufunuo. Hicho kitabu cha Yuda, huyu ni Yuda ambaye sio wale unaosoma pale, ni mtoto wa Yusufu. Kwa hivyo Kalvari ilibadilisha uelewa wao, wakamjua huyu ndiye Masihi. Na katika ile orodha soma aya ya 15, inataja idadi yao. Hebu soma hiyo aya ya 15. Siku zile akasimama Petro kati ya hao ndugu. Jumla ya majina ilipata 120. Akasema, kwambia tu hapo, jumla yao walikuwa wangapi? 120. Kwa hivyo Biblia inaeleza hawa ndio Yesu aliyowaacha wanaomwamini, wanaoenda Yerusalemu, wanaingia orofani kwa hii mambo matatu. Na sasa sikiliza vizuri, sasa rudi tena hiyo aya ya 14, tuisikie hapo mwanzoni inachosema ni nini walikuja kufanya. Hebu soma hapo aya ya 14. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Basi umeato hapo sasa. Hawa wote walikuwa wakidumu katika moyo mmoja. Luka katika kitabu hiki cha Matendo amelitaja lile neno la Kiyunani mara 11. Ya kwanza ni hapa. Kwa mara ya pili akataja kwenye Matendo 2 aya ya kwanza, siku ya Pentekoste walikuwa wote pamoja. Matendo 2 aya ya kwanza. Akarudia tena Matendo 2 aya ya 46, walikuwa pamoja. Mara ya tatu akalirudia kwenye Matendo 4 na ile aya ya 24, pamoja. Mara ya tano akalirudia tena kwenye Matendo sura ya 5 na aya ya 12, pamoja. Mara ya sita akalirudia katika ile Matendo sura ya 8 na ile aya ya 6. Mara ya 7 akarudia kwenye ile Matendo sura ile ya 12 na ile aya ya 20. Mara ya 7 akairudia katika ile Matendo sura ile ya 15 na ile aya ya 25. Na mara ya 8 Matendo ile sura ya 18 na ile aya ya 24.
aya 12. Mara 9 akalitaja tena katika Matendo sura ile ya 19 na ile aya 27. Anazitaja hizo akitumia neno moja linaitwa homo thumadani. Hili neno ambalo limetafsiriwa wakiwa na pamoja, ambayo imetafsiriwa walikuwa na nia moja, ambalo ndio limetumika kwa mtunzi wa somo akitumia walinyenyekea kwa unyenyekevu kwa pamoja katika nia ya Kristo. Lakini Wayunani neno nia wana maneno tofauti ya neno nia. Kwa nini Luka hakutumia nous, hakutumia reference, hakutumia mengine yale ambayo inamaanisha the mind, akili, nia ama moyo? Badala yake ametumia hili neno homo thumadani. Ni maneno mawili ya Kiyunani. La kwanza ni homo, ambayo tunasikia neno homo sapiens. Homo, unasikia neno maneno ya Kiingereza homo ambao ndio umetafsiriwa moja, kwa maana ina maana ya the same, aina moja. Kusikia ni aina moja, kwa hiyo homo aina moja. Ukisikia homosexual maana yake jinsia moja. Mwanaume na mwanaume ni homo. Kwa ikiwa kutana kimwili hiyo inakuwa ni homosexual. Ni Kiswahili anatumiaje ni nini? Mapenzi ya jinsia moja tunahitaji kwa Kiswahili? Mmefuta Kiswahili? Ushoga. Kwa hiyo Kiingereza anatumia neno homo, alafu wanatia homo ajumulisha sex. Kwa hiyo homosexual. Ikisha kuwa hivyo jinsia za aina moja, alafu wanafanya kitendo hicho, inakuwa homo. Ni neno la Kiyunani homo, the same sex. Yani wana wote wana maumbile aina moja, kama ni wa kike lesbian ama usagaji. Kwa hiyo neno homo maana the same. Kwa hiyo unasikia homo thumadani, ambayo inamaanisha aina moja. Alafu neno hilo thumadani imetokana na neno thumos. Thumos limejengwa na kitenzi kinaitwa thumo, ambao kinamaanisha, sikiliza vizuri, maanisha rush along, kimbia kwenye uelekeo wa aina hiyo. Au lina maana pia kuwa katika moto, be on heat, kuwa katika joto. Ama inamaanisha passion. Unasikia ndio maana ile wanaelekea Pasaka inaitwa the passion of Jesus. Yani ina maana wakati wanaona kuna majaribu kutoka kwa Pilato kwenda Herode rudi hapa naenda pale, it was the passion of Jesus. Yani hapa alikuwa na agenda inayokula moyo wake kiasi kwamba hawezi rejea nyuma mpaka anakwea Kalvari. The passion of Jesus inaitwa the passion week, wiki ya ambayo Yesu anatembea mpaka kufikia hitima pale Golgotha. Kwa hiyo hilo neno hiyo thuo ina maana hiyo passion. Yani ile shauku ya ndani isiyonyamazishwa wala kufunikwa na chochote. Lakini pia hiyo neno inamaanisha pumua kwa nguvu, breathe violently. Yani mtu akisikia unapumua sema vipi umekuaje, asema ana breathe violently, anapumua kwa nguvu. Thuo. Kwa hiyo anasema walikwenda pale, yani siku hiyo ukiona hao 120 wanatoka pale mlima Mizeituni wanaenda Yerusalemu, yani wana shauku, wana hamu kubwa mno ambayo huwezi ukaizima kwa chochote. They gather together, thumo madan, ambao wanapokutana nayo homo wanakutana pamoja. Kwa hiyo walikutana nini? Linamaanisha nini? Hilo ni neno la music. Naomba usikize vizuri, it's a musical word in Greek. Hilo neno linamaanisha nini? Linamaanisha hivi, ina maana ya kwamba kwenye muziki unakuwa na noti tofauti, different notes. Zile noti tofauti kwenye kinanda, kwenye gitaa, zile chords zile ziko pale, zile nyuzi zinatoa hicho, halafu zinapochezwa ingawa ni tofauti, ila zinaleta kuelano ile harmony, zinaleta kwenye upande wa mawili, kwenye upande wa tone inakuwa harmony na upande wa pitch. Na bahati nzuri muziki umehamia Dodoma. Bwana atukuzwe. Hii nayo ni baraka kubwa. Kwa hiyo tuna nafasi hiyo ya kujua muziki ni nini, alafu na namna ya kuperform music, tunaimbaje, ikiwa ni pamoja na falsafa ya muziki. Kanisa letu la Sabato na theolojia ya muziki. Ndio maana kama mko wengi mkiwa na sare mnafanya vizuri zaidi. Niona waliomaliza kuimba hapo walikuwa kwenye sare,
ingawa chache kidogo inaelekea. Wale wengine naona walichagua kila mtu kwa kivyake, lakini tunawatia moyo kwa jina la Bwana. Amuitikii najua, lakini ile ni huduma, ile ni huduma. Narudia, ni huduma. Wangapi wamenikasirikia? Mna uhakika? Sawa. Hiyo zina different chords, lakini zinakuwa the same, same kwenye harmony, kwenye upande wa toni na pitch. Kwa hiyo ni tofauti. Hapa kuna kina Mathayo, hapa kuna kina Yakobo, hapa kuna kina Filipo, hapa kuna kina Andrea, hapa kuna wanawake kadha wa kadha, hapa kuna Mariamu, hapa kuna watoto wa Yusufu, hapa kuna 120 different background, wanatoka mazingira tofauti, wana agenda tofauti, wana uelewa tofauti, lakini saa hii wana common goal. Sikiliza ndugu zangu, sisi Yesu hajatuita hajatukarabati tufanane wote, ila maana yake tutafanana kwenye goal. Yaani hapo ndipo kanisa zima tunapaswa kuwa. Kwa hiyo watu wanapumua kwa ajili ya hilo agenda. Ipi? Kwa sababu malaika aliwaambia, amisheni macho yenu kwa Yesu anayetawanyika, anayeondoka. Shift, change your focus from the departing Jesus, kutoka kwa Yesu anayetawanyika, rudisha kwenye mission of returning Jesus. Kwa hiyo anasema ondoeni akili kwa Yesu anavyoondoka, mmekaza macho kwenda mbinguni. Rudisheni kwenye utume wenu wa Yesu anayekuja. Na ni kwa sababu ni katika kutumika ndiko mnasema Yesu uje. Kwa nini inakuwa vile? Alisema mtaanzia Yerusalemu, mtaenda Uyahudi, mtaingia Samaria, mtaingia mwisho wa nchi. Ndio ile Luka ile Matendo 1:8. Lakini alisemaje kwenye Mathayo ile sura ya 24 kabla hajafa? Ile siku ya Jumanne akiwa anahutubia habari kwenye mlima huu wa Mzeituni, wakati anaelekea Bethania kutoka Yerusalemu, ndani ya juma ambalo alikamatwa akauawa. Alisemaje kwenye ile aya ya 14 Mathayo 24? Alisema hivi, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote kuwa ushuhuda, hapo ndipo mwisho utakapokuja. Kwa hiyo kinacholeta mwisho, Biblia inaeleza, ni habari njema ya ufalme. Ndio maana Yerusalemu, halafu Yahudi, halafu Samaria, halafu mwisho wa nchi. Kwa hiyo walipokuwa wanaenda, wanapumua kwa nguvu zote, wana shauku inayowaka isiyozimwa. Yaani maana yake ni kwamba kwa kuwa amesema anakwenda, malaika wakasema mlivyomwona anaenda atakuja. Kwa hiyo ameenda ili aje, anaenda ili aje. Kwa hiyo wanapokwenda hapa, wao shauku yao ni hii, Yesu aje, na hawezi kuja mpaka kutokea Yerusalemu wafike mpaka mwisho wa nchi. Kwa hiyo kufika mwisho wa nchi, hatua ya mwisho, baada ya hapo mbingu zitakunjwa kama ukurasana, tetemeko, na yeye mfalme wa wafalme anaonekana na mawingu, anakuja. Yaani Yesu ameeleza hivi, hawezi kuja mpaka dunia nzima imefikiwa na habari njema ya ufalme. Na hiyo ndio Mathayo sura ya 24 na ile aya 30, ndipo wataona ishara yake mwana wa Adamu kutoka mashariki mpaka huku, na ndipo atakuja na mawingu. Kwa hiyo alikwea na mawingu, akaingia mbele ya mzee wa siku na mawingu. Kwa hiyo ni kitabu kile cha Danieli 7:13 na 14. Na atakuja na mawingu kama anavyosema Ufunuo wa Patmo, ile Ufunuo sura ya kwanza na ile aya ya 7, naja na wingu, kila jicho litamwona. Kwa hiyo Biblia inaeleza kwamba kitakachofanya Yesu aje ni habari njema ifike mwisho wa nchi. Kwa hivyo ni nini? Malaika wakawaelekeza, rudi kwenye agizo lake. Mnafikaje pale? Ni mpaka uanzie Yerusalemu. Kwa hiyo Yerusalemu unaenda kufanyaje? Wakaingia kwenye sala. Naomba sasa usikie, kwa sababu sala ni kitu gani kinachosemwa pale. Jambo la kwanza ambalo wao wameingia pale, kinachowapeleka pale ni kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Neno sala wanalotaja hapo kwenye aya ya 14, wao ilikuwa ndio maisha yao, linatoka neno la Kiyunani linaitwa proseukomai. Proseukomai ni maneno mawili ya Kiyunani. Pros kwa maana ya towards,
kuelekea kwa. Alafu eukomai, hiyo ni deponent verb ambayo inamaanisha nini? Eukomai inamaanisha ya kwamba ni kujikabidhi. Yani ni hivi, sala ni hivi, una switch mapenzi yako, una switch matamanio yako, una switch makusudi yako, unajikabidhi kwa makusudi yake. Kwa hiyo sala ni nini? Kabidhi makusudi yako yaende upande wake. Kwa lugha nyingine, achana na ya kwako, beba ya kwake. Sala ni mwanadamu anaposema ninaachana na ya kwangu, ninajikabidhi kwako, proeskomai. Kwa hiyo wakawa ndio maisha yao siku zote, agenda yako iwe ya kwetu, isio kitu kingine. Ndio maana unaposikia sisi tunaenda kwenye sala, tunikwenda kujikabidhi kwake. Hilo neno lina maana ya ibada, worship. Hilo maana lina maana ya prayer, ambapo kwa Kiingereza asali. Maana yake jikabidhi kwake, jiweke kwake. Kwa hiyo sala ni wao wajiweke kwake, kwenye agenda yake ambayo amewapatia, ambao ni mradi wa upendo naja upesi. Na anakuja kwa sababu hiyo wakagundua wana agenda kubwa mno ya kujikabidhi kwake. Hivyo ndivyo walichofanya, ambayo hilo sasa lina toba ndani, lina maungamo ndani, lina kuelewa walivyopoteza fursa wakiwa na Yesu miaka 3.5. Wao wanashughulikia utawala wa dunia hii, wakashindwa kumuelewa kwa mambo mengi, wakakiri na kutubu kwake. Halafu wakaona mpango wa Mungu, wanadamu hao wote wanahitaji wafikiwe na mradi huu wa upendo wa Mungu. Kwa maana upendo wa Mungu unatubidisha, wanapaswa wafike. Wakaiona ile kazi ilivyopana na inavyowahitaji. Muda ni mfupi, lakini wanapaswa wafikiwe, wakafiri ile burden, wakaupata ile hisia ya ule mzigo ulio juu ya mabega yao ambao wamewaachia, na wakagundua. Ndio maana alisema kaeni kwanza mvike uwezo, maana lile jukumu sio dogo, hawatalifanya bila Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maandalizi yao yakawa ni haya, kujiweka mikononi mwa Mungu na kisha kuwa tayari kwa Roho Mtakatifu ambaye ndio peke yake atakayewasaidia. Guess what? Fikiria nini kinafuata. Jambo la tatu linalokuja baada ya hapo, ndio unaona Pentecost siku ile ya 10. Na ikitokea tu Pentecost, pindua ulimwengu inaanza. Walipofika kule Thessalonika, Daktari Luka anaandika kwenye ile Matendo sura ile ya 17 aya 6, anasema wale watu waliopindua ulimwengu wamefika huko. Wale waliopindua. Na unajua Daktari Luka anamwandikia Theofila aone uwezo wa Roho Mtakatifu katika kupindua ulimwengu. Na walikuwa tayari hapo. Nini kinafanyika? Pale orofani ndipo muundo wa kanisa ulivyotengenezwa. Angalia vizuri, na katika kufanikisha hilo utaona hata kumpata yule anayechukua nafasi ya Yuda Iskariote. Walianza wakamwambia, Bwana, tuonyeshe mtu ambaye amekuwa na Bwana wetu tangu Yordani, amekuwa na Bwana wetu katika mafundisho yote, amekuwa shahidi wa kifo chake msalabani, amekuwa shahidi wa kufuka kwake, amekuwa shahidi wa kupaa kwake. Ndio wakapata wale wawili waliowapigia kura. Yani hata wale wa kuchukua nafasi, achukue nafasi ya huyu Yuda Iskariote, agenda yao ya sala inaongozwa na habari ya utume. Sala ni mambo makubwa mawili tu. Nichukue hapa, niweke mikononi mwa Mungu. Ndio maana sala haimshushi Mungu, ila sala inamchukua mwanadamu anayeomba, inamtoa sehemu yake, inampeleka sehemu ya Bwana. Ndio maana ujiadhari unaposali, shuka Yesu, shuka Mungu kwenye mkutano huu. Chukua tahadhari. Hatutumii sala kumshusha Mungu, ila sala inatupeleka alipo yeye. Sala haimleti Mungu kwetu, sala inatupeleka sisi kwake. Sala haituambii Mungu afanye tunachotaka. Sala inatuambia hivi, achia unachotaka, ruhusu Mungu afanye anachotaka yeye. Sala inamhamisha na kumkabidhi kwa Bwana. Hii ndio ilikuwa maisha yao. Nafasi ya mahitaji ya kimwili, mahitaji ya kiafya, mahitaji ya uzima wa sasa, mahitaji ya kiuchumi. Yesu kama ni uchumi amesemaje tu? Amesema sikiliza, fanya kazi siku ngapi? 6, nami nitabariki kazi ya
mikono yako. Hasemi nitabariki muda wako wa sara ili upate uchumi. Hakuna kitu hicho. Hata kama ni mwanachuo, Mungu hajasema utafaulu masomo kwa kusali, ila amesema fanya kazi siku 6. Maana yake soma muda wa siku 6 ili ujue biolojia ni nini, hisabati ni nini, Kiswahili ni nini. Fanya kazi siku ngapi? Hatuna formula ya kiuchumi inayotaka sala. Na ni sawa sana vituko hivi ambavyo vinatupata, kama ambavyo tukitoa zaka na sadaka tunaona ni formula ya kiuchumi. Wewe, nikitoa zaka na sadaka nitajazwa zaidi. Uwe si mchezo wa biko. Wewe unauonaje? Kwa hivyo ndicho anachozungumza pale. Nini anachokieleza? Walikuwa na biashara ya kujikabidhi kwa Bwana baada ya kuona muda waliopoteza miaka 3.5 kwa sababu ya ujinga wao. Wakashindwa kujua utume na fursa alizokuwa Yesu ametamani awasaidie kujua. Wakaona mbashara. Wakatamani light wangelikuwa na Yesu kama wakati ule, wangelifanya tofauti. Wakaona kilichokuwa tatizo lao. Saa hii wanaungama na kutubu. One accord, wana breathe violently. Wana ile passion isiyonyamazishwa, moto nao waka ndani yao, moto wa utume. Moto wa utume. Kwa nini? Kwa sababu ni utume wa Yesu anayekuja. Ni utume ambao wakiutenda ndipo Yesu aje. Kwa hivyo hawatazimika kwenye hilo. Katika swala la uchaguzi wa viongozi watajenga kwenye hoja hiyo. Katika swala la sala iko kwao mikononi mwa Bwana na kuhusu kazi yake, na hicho pekee. Na ndivyo walivyodumu. Na ilipofika ile siku ya 10, bado mwandishi anasema wote walikuwa pamoja, ndipo chumba kikajazwa na Roho Mtakatifu pakatikisika. Siku ile ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipokuja, na kuanzia hapo upinduzi wa ulimwengu ukaingia. Kanisa, kati ya kupaa kwa Yesu na kuja kwa Pentekoste, una maandalizi ya Roho Mtakatifu. Anapatikanaje? Ndio unaiona maisha ya kujikabidhi kwake, ya kuungama na kutubu ili achukue nafasi Roho Mtakatifu. Na inamaanisha nini? Katika sala inahusu habari ya Calvary, kwa sababu inaleta uzito wa utume, wokovu wa wanadamu wenzetu, na namna ambavyo bila huyo Roho Mtakatifu hatuna chochote. Kwa hiyo walifurahi ya kwamba Roho Mtakatifu aliahidiwa kwa ajili yao. Hayo ndio maisha kabla ya Pentekoste, na hayo ndio maisha baada ya Pentekoste. Ni kuanzia hapo ndio ilikuwa maisha yao siku zote. Na maisha yao siku zote ni maisha ya kujikabidhi kwa Bwana, kuwa na passion ya utume isiyozuiwa na chochote. Watafanya kuanzia Yerusalemu mpaka ukamilifu wa nchi, wakiwa na Roho Mtakatifu, wakiwa na nia hiyo, kwa sababu ndio nia ya Kristo, kama alivyosema kwenye Luka 19:10, maana mwana wa Adamu alikuja na kutafuta kuokoa kilichopotea. Kwa hiyo ndio nia ya Kristo, the mind of Christ. Kwa kuwa ndio nia imekuwa ya kwao, kwa hiyo na wao wanateketezwa na hiyo nia, ndio lengo linalowaka ndani yao. Ndugu zangu wapendwa, tunapozungumzia utume, una agenda ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Kama siwezi kushughulika kwenye utume, Yesu hawezi kuja. Na ndio maana wewe na mimi tumepewa nafasi hii ili tuweze kutenda mapenzi yake. Tujikabidhi mikononi mwake pros kuna mai, lakini pia tujitoe kwake na shauku isiyonyamazishwa, moto unaowaka ndani, katika kujikabidhi kwake kwa njia hiyo ya sala. Lakini wakati huo huo tukiuona mzigo wa kazi ya utume katika jimbo hili, katika fidi hii ya kati mwa Tanzania, katika kanisa hili la Kizota. Yaani tukipumua hivyo kwa nguvu, tunahema kwa ajili ya utume, na tunapumua hivyo kwa nguvu kujikabidhi katika kusudi la mbingu. Hayo yakiruhusiwa maishani mwetu, kilichoko mbele yetu ni mapinduzi ya ulimwengu. Je, una shauku hiyo? Roho Mtakatifu katika mwendo.
Huyo ndiye engineer, ndiye planner na master planner, ndiye peke yake tunamhitaji. Na tunamhitaji sio kwa ajili ya mapenzi yetu, mapenzi yake, kujitoa kwake na kwa utume unaotusubiri. Na tunafurahi kufanya hivyo kwa sababu inapomalizika mwisho wa nchi, Yesu anakuja na mawingu. Je, tunaweza kumtii? Tunaweza kumtii na tukakubali ahadi ya Roho Mtakatifu? Je, tunaweza kabisa kujiweka mikononi mwake? Tunaweza kufanya majukumu na mipango yanayohusu utume wake na utume pekee, mimi mwenyewe, familia yangu na kanisa? Kwa sababu hiyo ndio utume tu unaosema Yesu anakuja. Mtu yeyote anayesema Yesu huja haraka ni yule ambaye yuko kwenye mwendo wa utume. Kama hausiki kwenye utume, hakuna kinachofanyika. Hawezi kumfungulia mwingine Biblia, hawezi kumpatia masomo, hawezi kumwandikisha kwenye sauti ya unabii, hawezi kununua vitabu na kumpatia, hawezi kujifunza naye katika Biblia, hawezi kusimamia na kusukuma kazi ya utume. Lakini anasema Yesu uje. Yesu haji kwa namna yoyote isipokuwa ni hiyo. Hakuna shortcut, hakuna njia yoyote ile. Na habari njema ni hii: wale wanaoenda kwenye huo mwendo, hatua yao ya mwisho wanapomaliza, watakapopanda ngazi ya mwisho kwenye jukwaa, ni mawinguni. Ndio maana ni hao tu watakaoingia kwenye yale mawingu, kwa sababu utume ni kama hizi ngazi unazoziona, ni kama hizi ngazi. Kwa hiyo mtu anayetumika, huyo ndiye anapanda ngazi, toka Yerusalemu kwenda Uyahudi, toka Uyahudi kwenda Samaria, na kutoka Samaria mwisho wa nchi. Anapofika mwisho wa nchi, jukwaa anakwenda kukutana nalo, tutamlaki Bwana hewani. Hakuna asiyeshiriki kazi ya utume atakaye kutana kwenye mawingu. Hayupo hata huyu mmoja. Ndio maana alisema, ingieni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu. Nalikuwa na njaa mlifanya, nalikuwa na kiu mlinywesha, nalikuwa uchi mlinivika, nalikuwa mgonjwa mlikuja, nalikuwa kifungoni mlifanya, nalikuwa mgeni maana yake ni swala la utume pekee. Na akasema tulisema mlivyowatendea hao mlinitendea mimi. Kwa hiyo kila anayetumika anatumika sio kwa faida ya mtu mwingine, anatumika kwa ajili yake mwenyewe. Na Biblia inaeleza hao ndio Yesu anayosema njoeni mliobarikiwa. Hasemi kwa sababu mlizaa watoto wawili ama mmoja, mlipata mapacha tena mara mbili. Hasemi mlikuwa na afya nzuri sana. Hasemi ya kwamba mlikuwa na kiwango fulani cha fedha. Hasemi ya kwamba mlikuwa mmefanya hiki, ila mlinitumikia. Nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa mgonjwa mkanifu, nilikuwa kifungoni mlikuja. Yaani Yesu anataja waliobarikiwa, sio hawa ambao wanakuja hapa na kusema ya kwamba Mungu amenibariki nimepata ajira. Ina maana gani hiyo? Yesu anataka asikie ya kwamba ulicho nacho kwenye hiyo ajira ulio nayo, je, una budget kwa ajili ya Yesu ajaye? Kama hilo halina maana, ina kazi gani wewe kupata ajira? Ina kazi gani? Inahusisha nini hiyo biashara ulio nayo? Hicho kilimo unachokifanya ni kwa ajili ya nini? Je, waweza kusema umebarikiwa? Yesu anataja tu baraka ya Yesu, anahitaja waliobarikiwa ni hao wanaoishi namna hii. Ni shauku yako? Hiyo ndio mfumo wa kanisa Yesu anayolitaka. Na kama ni shauku yako, simama mchana huu pale ulipo. Kazi hii inatuhitaji sisi, wewe pamoja na mimi, pamoja na mimi. Jimbo hili la kati mwa Tanzania, hii feed hii, miongoni mwa mambo ambayo kwa miaka mitano tuna maeneo, yani ni kata zaidi ya 60 na kitu, ni zaidi, ambazo hazina hata kanisa. Hakuna. Mojawapo ya mipango ambayo tuko nayo ni kwamba sisi kama kanisa la Kizota, sisi kama familia, sisi kama mmoja, tunaweza kusapoti utume. Yaani mimi mchungaji Semba na familia yangu, ninawezaje kusapoti? Na mahesabu yaliyopo, kuweka mwinjilisti ni 50,000 kwa mwezi, kila kodi ya nyumba. Lakini kumhudumia angalau aweze kukaa pale na kutumika, maeneo mengine ni 250,000, maeneo mengine 300,000, ambayo kwa wastani ni shilingi 350,000. Na zimebaki nafasi mpaka sasa za hivyo vitu, maeneo ambayo tunalenga katika jimbo hili kwa miaka mitano kwamba tunawezaje kufanya, imebaki kama 30 na kitu. Mbele yetu huko wito mchana wa leo.
unaweza kusapoti mwinjilisti mmoja. Kazi ya jimbo itachukua hiyo fedha kutoka kwako. Kazi ya jimbo itapeleka mwinjilisti na itaratibu hiyo huduma, ila wewe utaipelekea hiyo fedha jimbo. Inaweza kawa ni familia yako ndio nasema tunataka tusapoti mwinjilisti. Usiseme utafanya kwa miaka 5, utafanya ile unayoweza kwa kipindi chako. Ikifikia hatua hali imebadilika kidogo kiuchumi, utajulisha tu jimbo na wito utaenda tena kwa mwingine naye atachukua nafasi. Lakini habari njema ni hii, ni sisi wenyewe nje ya jimbo hili katika fidi ya kati mwa Tanzania tunapaswa kufikisha utume. Hatutapata Wahindi wafanye hivyo wala Wachina, ni sisi. Na hivyo huko wito 3.5 kila mwezi kama mmoja, kama familia. Unaweza ukawa ni miongoni mwao, tembea tu hapa. Unaweza ukawa ni miongoni mwa hao, wewe tembea tu uje hapa kwamba nitafanya hiyo kwa neema ya Bwana akinijalia kufanya katika vituo hivi ambavyo jimbo linaelekeza. Tembea tu hapa, na nimekueleza kwamba inaweza ikawa ni kwa mwaka, inaweza ikawa miaka 2 ama 5 ama ni muda fulani, imradi tujulishe jimbo kabla mambo hayajasema hapa na tafikia muda huu, alafu baadaye wengine watainuka watachukua. Ninachozungumza hapa nazungumzia utume wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Na kama familia tembea uje hapa, tembea uje hapa mbele, tembea tu uje hapa mbele. Pastor ataomba, tembea tu uje hapa mbele. Bwana awabariki. Tembea tu, ni wewe au ni familia yako, tembea tu. Wako watu ambao wanatufuatilia kupitia media hii na pengine ungelitaka kabisa. Taomba tu pale kama kuna mtu ana taratibu wa kanisa hili, weka kwenye live chat pale, weka tu jina lako, weka namba yako ya mawasiliano, na uongozi wa kanisa utakutafuta, utatazungumza pamoja nawe. Na kupitia hapo uongozi wa jimbo, kwa sababu ni mradi unaoratibiwa na uongozi wa jimbo wa fidi hii, tutakupatia mawasiliano ya uongozi wa fidi, makao makuu ya fidi, kwa ajili ya kusupport juu ya jambo hilo. Angalau mwisho wa nchi wenzetu pia wapate fursa hizo. Mchungaji, karibu hapa kwa sala. Na Mungu wetu atujalie neema hiyo na kuzidi. Basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa jinsi ambavyo umezungumza nasi katika mchana wa leo. Umemtumia mtumishi wako, nasi tumelisikia neno lako kwa masikio yetu. Tunaomba Roho Mtakatifu atusaidie katika neno hili ambalo tumelisikia. Tusaidie kufanya maamuzi, kupiga hatua, kusonga mbele na kujikita katika ajenda ambayo umetupatia. Mbele yako wapo watoto wako ambapo umeita, wameguswa, wakaamua kutembea kwa ajili ya kujiunga na mpango ambao upo katika jimbo letu. Baba, ninaamini ya kwamba wamekuelewa wewe na wamekuamini, na hata wengine wamejitoa, si kwamba wana majukumu machache, bali wameielewa ajenda hii ya kwamba ni ya msingi na ya muhimu. Ninaomba endelea kuwabariki, ninaomba usiwaache, kaa pamoja nao ukiwalinda na kuwaongoza, na baraka zako ziwe juu yao na watendee sawasawa na upendavyo wewe. Lakini katikati yetu mkutano wote huu umezungumza habari ya ajenda hii ya msingi. Tusaidie kila mmoja, kila familia kuwa na mpango mkakati wa kupeleka injili katika majirani, kwa majirani zetu
lakini hata mwisho, hata mbali na majirani zetu. Baba, utusaidie isiwepo familia yoyote, asiwepo mtu yoyote ambaye ataiona kazi hii ya utume kama kazi ya watu fulani, bali kila mmoja aione kuanzia sasa ya kwamba ni kazi ya msingi ambayo umeitoa kwa ajili ya wote wanaokuamini. Tusaidie mchana wa leo, neno hili likaendelea kumea katika maisha yetu, na lituwezeshe kutenda kama upendavyo, maana ndivyo tunavyoomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.